Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na utukufu. Fadhili zako Bwana za milele. Etima serepeketori ya biari tedi dai kontara baganda rababushina rabaganta rabagu ya biari tedi dai kontari. Fintori ya desire, my Father, Jehovah God, we kontara baganda rababushikina batori maya dedemasi tedi dai Father, Jehovah Jaire. Hotarini marababushekeri ya biata rabaganda rababuzaya. Ni kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako Bwana Jehovah Jire, ndio tuko mahali hapa Mfalme, tukiinua jina lako Bwana, tukilitukuza Bwana Jehovah Jire mtakatifu, na tukinena mauzia yako Bwana Jehovah Jire kutokana na neno lako Bwana, lile ulitupatia liweze kuwa uzima wetu, liweze kuwa nuru yetu Bwana, liweze kuwa Bwana Jehovah Jire kimbilio, na hilo neno liweze kuwa Bwana Jehovah Jire mapenzi yako yote Bwana ndani yetu. Tunakushukuru ni kwa sababu ufalme wako Bwana Jehovah Jire uko miongoni mwetu, na hata tena uko ndani yetu Mfalme wa ajabu. Ni kwa sababu mtakatifu, wakati tumelitambua na tumeliamini hili neno Bwana Jehovah Jire linatenda kazi ndani yetu kulingana na vile upendavyo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa uweza wako mtakatifu. Horene tedi dai Father Jehovah Grama tori balikari miteri balikori masa. Ifene tedi dai Father Jehovah God. Mikotari tedi dai kuntara baganda rababu yanta. Pelinde tedi dai Father Jehovah God. Asante kwa sababu ya uponyaji wako wa ajabu. Asante ni kwa sababu ya nguvu zako za ajabu. Asante ni kwa sababu ya ufunuo wako Bwana ndani yetu wa ajabu. Asante ni kwa sababu ya baraka zako zote Bwana Jehovah Jire za rohoni, zile Bwana umezitia ndani yetu Mfalme. Ufunuo Bwana Jehovah Jire katika hekima, katika Bwana Jehovah Jire knowledge, wisdom and understanding. Libori ya kina stoki na hanjali balitirintea. Letikta bali ya kitaliti didai Father Jehovah God. Programa zenete didai Father Jehovah Gramatan man kanman kuria. Berine tedidai Father Jehovah God. Wewe inua Bwana Jehovah Jire wale walio chini mtakatifu Mfalme, unawafanya Bwana waweze kuwa hodari katika kazi yako Bwana, kama vile Daudi alifanya kazi pamoja na watu waliokuwa hawana jina, hawana uwezo, hawana nguvu. Wote walikuwa hawana kitu wanaweza jiringia katika maisha yao, hata katika maisha yoyote ile walikuwa wanaishi. Lakini wakati ule Daudi alifanyika kuwa mfalme, ulifanya Bwana akaweza kuwatumia watu wale Mfalme wa ajabu, na kwa muda Bwana kupitia kuwafundisha waliweza kusimama na wakaweza kung'ana, wakaweza kuwa hodari, walipigana vita Bwana wakashinda wale walikuwa Bwana Jehovah Jire na uwezo wote, wale walikuwa Bwana Jehovah Jire na vitu za vita za ajabu na vitu hodari. Lakini hawa Bwana Jehovah Jire katika mioyo yao, kwa sababu ya ufalme wako, wakafanyika kuwa wakuu na watenda kazi njema, na kuwatenda kazi Bwana Mfalme wa ajabu isieleweke vile Bwana Jehovah Jire waliokuwa wanaifanya na kutukuza Bwana Jehovah Jire. Ni kwa sababu haya yote ni yale uliweza kuweka ndani ya mtumishi wako Daudi, naye Daudi akasimama kwenye mwanya, naye akawafundisha Bwana na akawaelekeza, naye alifanya wengi waweze kutambua na kujua mapenzi yako kila wakati Bwana. Katika neema yako Bwana mtakatifu, nimetambua wewe Bwana Jehovah Jire ndiye nguvu zetu na ndiye uwezo wetu, na kutukuza Bwana katika wakati huu neno lako Bwana tunaenda kulipeana, na tukienda kulihubiri Bwana Jehovah Jire kwa kila moyo ulio miongoni mwetu Jehova. Ninaomba Bwana nguvu zako na uwezo wako, ufunuo wako Bwana uweze kutenda kazi ndani yao. Wache Bwana Jehovah Jire chochote walichokuwa wanakiona kama hakuwezekani, waweze kuweza Bwana. Nguvu zako ndio uweza wao. Father, na hakuna jambo Bwana Jehovah Jire kwa wote waaminio neno lako halitaweza kutimia kulingana na vile Bwana wewe unaolihakikisha. Ninakushukuru dear Lord Jesus, ni kwa sababu yote ya Roho wako mtakatifu yule anayefanya kazi ndani yangu na anafanya kazi ndani ya watu hawa wako Bwana Jehovah Jire, kwa mkubwa kwa wadogo Bwana. Ninaomba Bwana Jehovah Jire waweze kujua na kutambua shughuli zako ulimwenguni Bwana ni kutoa
katika dhambi na kututoa katika kifungo chochote Bwana Jehova Jire. Kile tulikuwa tumefungwa na yule muovu ibilisi, ndio uweze kuokoa watu wote, mwanadamu mahali popote alipo, uweze kumkokoa na kumuinua. Ninakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa uwezo wote na kwa nguvu zote na kwa mamlaka yote. Na kupenda Bwana wangu, na kushukuru Bwana wangu na kuinua Bwana wangu. Wewe Bwana Jehova Jire uliweza kuniweka katika nafasi yako. Ndio Bwana Jehova Jire niweze kutawala katika utawala wako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Na mtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wakati huu tunaenda kulisikia neno, na neno letu siku ya leo linatoka katika kitabu, tunatangulia na kitabu ya Matthew 28, na tukilisoma katika hiyo 28 tuweze kujua na kuelewa ya kwamba mapenzi ya Mungu kila wakati ni watu wote waweze kuokolewa. Kwa hivyo tunahubiri mapenzi ya Bwana. Wakati wowote tunapofungua Biblia zetu, tunahubiri mapenzi ya Bwana. Wakati wote ninamwambia wacheni tufungue Biblia zetu, tutakuwa tukihubiri mapenzi ya Bwana, ndio mapenzi ya Bwana iweze kujulikana, kueleweka vyema ndani yetu kulingana na vile neno lake Bwana wetu Yesu Kristo lilivyo. Katika kitabu hiyo ya Matthew 28 tutaweza kukiangalia na tuweze kuona vile Mungu ama Kristo ama Mungu alivyonena pamoja na mitume, na ndio waweze kufanya mapenzi ya Mungu iweze kujulikana na kueleweka na kutambulika miongoni mwa watu wote ulimwenguni na hata mbinguni, kama vile mbinguni ilivyokuwa imetambulika na imetambua. Nasi Bwana kwa sababu ya upendo wake anafanya tuweze kujua, anatufanya tukaweza kufundishwa na kuelekezwa, ndio tujue, ndio tufanane pamoja naye na tufanane kulingana na vile ufalme wake ulivyo. So ninashukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Si mwingine ni Apostle India, nikiwa pale nikikwambia ya kwamba hakuna kitu njema kama mtu anayejichagulia kukaa katika neno. Hakuna kitu njema na hakuna kitu cha dhamana na hakuna kitu hakiwezi tabulika na mtu asiyetambua ama asiyejua kama kukaa katika neno la Bwana. Neno la Bwana ndio ulimwengu wote, ndio mbinguni yote. Mbinguni yote ni neno la Bwana. Na wakati imejaa ndani yetu, tunakuwa viumbe vipya, new creatures, kulingana na vile Mungu anavyohitaji. So wacheni tusome Matthew 28 mstari wa 18. Nataka tuendelee. Our message, Kingdom of God is in us. Kingdom of God is in us. Is in us. Ama unaweza sema is in me. Yes, Kingdom of God is in me. In us. Hatuendi kutafuta. Hatuendi kutafuta ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni uko ndani yetu. Unanena ndani yetu. Watawala ndani yetu. Our topic, our new topic. Kingdom of God is in us. Wacha tusome. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ati Yesu akanja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na hata duniani. Yesu akawaelezea ufalme wote wa Mungu umepeanwa ndani yake. Na wakati tunaponena juu ya ufalme wote wa Mungu umepeanwa ndani yake, ni tuelewe ufalme, mamlaka yote, ufalme wote, nguvu zote, uweza wote, uponyaji wote, ufalme. Haleluya. Kwa hivyo
wakati Yesu Kristo alipokuwa ananena mambo haya, eternity, umilele ulitawala. Alikuwa anasema umilele sasa mkononi mwangu, umilele, eternity. Na kwa sababu kile Yesu alikuwa na haja nayo ni watu waweze kupokea eternity, waweze kupokea eternity, umilele ule ulio ndani yake, ule ulio ndani ya Baba, ule ulio ndani ya Roho. Watu waache kukaa kwa wakati fulani asiso, alafu wanaondoka na wanasahaulika. Mungu akataka mwanadamu waweze kufanana. Kama vile Mungu ataishi katika umilele wote, naye mwanadamu aweze kuishi katika umilele wote. Mungu hakutuumba sisi, mimi na wewe, tuweze kuwa na mwisho. Please. Katika huu mwili tunaweza kuwa na mwisho. Na ukweli tunakuwa na mwisho. Katika huu mwili. Mwili unazaliwa ama unajitokeza ukiwa bichi. Vile tu tunaelekea kuendelea na miaka, mwili unaendelea na kuzeeka. Mwili unaendelea na kutoweka. Bwana asifiwe. Na kuna wakati unafika, mwili unatoweka kabisa. Unakosa kuonekana. Unafichwa chini ya ardhi. Mahali pale ulitoka. Mahali pale ulichimbuka. Sababu mwili wa mwanadamu ulichimbuka ardhini. Bwana asifiwe. Ulitolewa ardhini. So, unarudi mahali pake ni kwa sababu haukuwa umehesabiwa mwili huu umilele ama kuishi. Umilele ulikuwa na mwili ulikuwa na mwisho. But kile Yesu alikuwa anachokizungumzia, wakati wote ni ule umilele umefichwa na umwili. Kuna umilele umefichwa na umwili. Lakini ule umilele kazi yake inatambulika sana baada ya umwili kuondoka. Na umwili unaondolewa na nini? Umilele ile immortal body. Wakati unaomeza immortal body ndio inaishi na kutawala. Na wakati inapoishi na kutawala, exactly unakuwa kama vile Yesu mwenyewe saa hii alivyo. Kuna wakati wa Petro wa mitume, Yesu alikuwa anafanana na sisi katika roho na katika mwili. Kwa wote wale walimwamini katika roho. Baada ya muda miaka 3.5, Yesu akakufa. Akatoka katika mwili, lakini aliendelea na kuishi. Na hapa anatuandikia sasa, hapa anatuandikia sisi sasa tukipokea, kwa sababu sisi tumekuta maandiko. Petro walinenewa hadharani, kwa sababu wakati wa Yesu alikuwa na mwili na wao walikuwa na mwili. Mwili haukuwa umefika Yesu hakuwa amefika ku be glorified. Kwa hivyo wakati mwili alifanyika kuwa glorified, mwili uliondoka, mwili ulimezwa na mwili wa ndani. Haleluya. Mwanadamu akona aina mbili ya mwili wa ndani na mwili wa nje. Na neno la Bwana linatawalia na linafanyia kazi mwili wa ndani. Mwili wa nje
huu ni kivuli tu na ni nyumba ya kuniwezesha kutenda kazi ya Mungu, kama vile Yesu hiyo 3.5 years aliwahudumia watu wote kupitia mwili, na baada ya 3.5 years akafa, akatuachia kazi, akaliachia mitume. Na hapa ndipo tunasoma, na wakati alipowaachia aliwatuma waende, kwa sababu yeye ameondoka, yeye amekufa. Alikuwa anawaambia yeye ataondoka. Alikuwa anaonyesha hii kazi ni nyinyi mtaifanya, sio mimi nitaifanya. Nitatoka katika huu mwili, na wakati nitakapotoka katika huu mwili nyinyi ndio mtafanya. Na ndio sasa hivi nasema nimepewa mamlaka ya mbinguni na hata ya ulimwengu. Alafu na basi 19 akawaambia, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yesu hakutaka waongezee kitu, alitaka wahubiri vile anavyohubiri. Alitaka wahubiri vile aliwahubiria. Yesu alikuwa mwalimu wa ajabu. Yesu alikuwa mwalimu wa ajabu. Yesu alikuwa kiongozi yule, aliongoza mitume. Haleluya! Mpaka siku ya leo anatuongoza, sababu yu hai. Yesu alikufa msalabani, lakini hakukufa. Alikufa msalabani, mwili wake ukaondolewa, but anaishi na anaishi milele. Hivyo ndivyo nasi anataka tuweze kuishi, hata kama hata wakati baada ya mwili, after death, anataka tuishi vile yeye aishivyo. After death anataka tuishi vile yeye aishivyo. Mababa wetu wale walitutangulia, wale walikufa wakiwa wameamini, wataishi na waishi katika roho. Yesu akataka tuweze kuwapa watu juu ya kuwapa na kuwajulisha juu ya ufalme wa mbinguni vile unavyofanya kazi. Kazi ya ulimwengu na kazi ya ufalme wa mbinguni ni tofauti. Kazi ya ulimwengu iko na mwisho. Chochote nilipokeao katika ulimwengu, nitendao katika ulimwengu, kina mwisho. Nguo ninayoishughulikia ulimwenguni ina mwisho. Nyumba kama hii ninayoishughulikia ulimwenguni ina mwisho. Mwili kama huu ninaoushughulikia ulimwenguni una mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mzazi ninayependa sana, mume ninayependa sana, watoto wangu ninaowapenda sana, au wote wako na mwisho katika mwili. Lakini yeyote yule atatoka katika mwili akiwa na ameamini, hatakuwa na mwisho, atakuwa na umilele. Umilele ndio unabaki wakati mwili unatoweka. Wakati umilele umemeza mwili wa kutoweka, umilele unabaki ukitawala. Mungu Yesu Kristo anatawala, sababu alitoka anatawala katika siri. Anatawala katika siri.
Sababu mimi simuoni na wewe haumuoni. Alionekana na mitume wakati alikuwa na mwili. Bakati wakati ule alikufa hata wao hawakumuona tena. Paka wa leo twamsoma. Na yeye kwa sababu alikuwa anajua usiku ni kidogo atakaa pamoja na mwanadamu ataondoka. Akasema aminini yale ninaomwambia. Muamini. Yale mimi nimemletea ni muamini. Yale mliletewa na Musa ni muone, muguze. Mambo kama hayo. Muyaone, muyaguze, smell. Haleluya. Kwa hivyo yale yalikuja na Musa, yalikuja ya kitu inayoonekana. But yale yote yalikuja na Kristo ni mambo isiyoonekana tunayoiamini, na wakati tunapoiamini inatenda kazi ndani yetu. Sio jambo mzito. Ukweli sio jambo mzito, ni jambo rahisi sana. Kazi ya Kristo kila hata kinafanya niweze kufurahia kazi ya Kristo. Vile watu wanachoka wakizunguka huku na kule wakienda kumtafuta Mungu, wakienda kukutana na nguvu za Mungu, wakienda kukutana na Kristo na Roho, wakienda wakiinua mikono wavute Roho mahali yako. Mimi jambo moja ninajua ni ya kwamba Yesu hakukuja ndio niweze kumuonyeshana ndiye huyu. Yesu aliniambia kulingana na vile ninasoma maandiko niamini. Ninaamini kitu hakiko. Ninaamini kitu hakiko kwamba kiko. Ninaamini Kristo Yesu yu ndani yangu. Na wakati ninapochukua hiyo nafasi ya kuamini, ule Kristo Yesu anaubika ndani yangu. Na wakati anaubika ndani yangu, kuna mambo kasi inafanyika ndani yangu ya kubadilisha maisha yangu, kubadilisha kuona kwangu, kubadilisha kufikiri kwangu, kubadilisha moyo wangu. Yani inaniofatani vile nilivyokuwa bereni katika mawazo, katika kutenda, katika kuamini. Kristo akiingia ndani yangu anaofatani my life, my thinking, hallelujah, my doings, speaking. Ana zote anazibadilisha. Na mahali pale hukumu ama mambo mengine yalikuwa yanayosumbua moyo wangu inatoweka mara moja. Kwa nini? The Prince of Peace amepata nafasi na kibali ya utawala ndani yangu. Prince of Peace is Christ. Neno la Bwana wakati linapopata nafasi ndani yangu linanibadilisha. Yesu akawaambia, wacha turudi pale tu. Yesu akawaambia, enendeni katika ulimwengu. Akawaambia, go ye therefore and teach all nations. Enenda wabatize watu wote, uwafundishe watu wote watakao amini wabatizwe. Ubatizo si wa maji. Yesu Kristo hakukuja na ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji ulikuwa wa John the Baptist. But ubatizo ni wa Christ. Na ubatizo wa Christ means believing. Wakati unapo believe unakuwa overturned, unakuwa unaturn, unatubu, unaruka. Bwana asifiwe. Wakati umeshageuka, mawazo yako
haifikiri kama vile ulivyokuwa unafikiria. Msemo wako, haleluya, matendo, unaondokea matendo yale yote ulikuwa unao yatenda ya kuleta ya kufanya ukaweza kubeba mzigo. Yesu alikuja ulimwenguni na alikufa msalabani na alifufuka msalabani ndio anisamehe dhambi, ndio aniondolee mzigo wote ule nilikuwa nimeubeba. Haki ya Bwana wakati inaponena ndani yetu, yanena ndio tuweze kujua na kuelewa kuna kazi imefanyika ndani ya mioyo yetu. Maisha yetu sio kama ile tuliyokuwa nayo hapo mbeleni. Kuna kazi imefanyika. Ni nani amefanya? Ni Christ. Wakati gani? Wakati tumeamini. Wakati tumeamini hilo neno lake. Wakati tunapofundishwa na watumishi. Kukuwa na mtumishi. Mtumishi ametumwa, mtumishi anayeelewa mapenzi ya Mungu ni kitu ya ajabu sana na kitu ya dhamana. Mtumishi ametumwa na Mungu kama vile Mungu alimchagua Daudi aweze kuwa kiongozi wa Israeli. Kama vile Mungu alimchagua Samueli akaweza kuongoza wa Israeli na aliwaongoza kwa amani. Walipigana vita akina Daudi na wakashinda. Bwana asifiwe. Sababu Mungu alikuwa miongoni mwao. Mungu alikuwa miongoni mwao. Haleluya. Wakati ule tumekubali neno la Bwana lile tunalolisoma kama vile ninasoma saa hii, liingie ndani yangu na niweze kuliamini. Vita yote itakuja katika maisha yangu, hayo yote itakuja kunijaribu, nitaishinda pasipo, haleluya, Bwana pasipo kutenda jambo lolote. Kuamini tu ya kwamba haya yote yanaonekana kama haiwezekani ndani ya yule Kristo aliye ndani yangu, ataweza kuyafanya. Niye doile ni Kristo we mwene. Wakati tunabadilishwa ni kusema ya kwamba sio sisi tuaishi. Kubadilishwa tu kunasema sio sasa wewe uishivyo. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yameondoka. Yale yalikuwa yanakuonyesha ni wewe utafanya, ni wewe utaweza, ni wewe mwenye uwezo, ni wewe mwenye mamlaka, ni wewe mwenye nguvu. Unakubali sasa kuongozwa, unakubali kupelekwa, unakubali kuamini kitu kisicho chako, unakifanya ni chako. Kama vile ninaamini kifo cha Kristo hakikuwa changu. Ni yeye alikufa msalabani. Lakini kwa sababu ameniambia niamini hiyo kifo yake aliyekufa, na niweze kujifanya ya kwamba hata mimi nilikuwa kufa pamoja naye, nikazikwa pamoja naye na nikafufuliwa pamoja na yeye. Sasa kama nilivyofanya hayo, hata mimi siku ya leo ninaamini hayo ndio imefanyika katika maisha yangu. Hivyo ndivyo Mungu anataka uweze kufanya, kuamini. Na ukiamini hayo, kazi yote na mamlaka yote na hizi nguvu anatuambia alipokea za mbinguni na hata za ulimwengu yunazo. Mimi ninazipokea kipimo kile alicho nacho. Haleluya. Kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Wakati ninapokuamini nikuwa katika mwili na kuamini ya kwamba hata mimi nimekufa, nimezikwa, kipimo hicho Yesu Kristo alikuwa nacho msalabani, akifa, akizikwa na akifufuka. Hiyo kipimo niko nayo, nilikipokea. Kwa hivyo uwezo wote aliyekuwa nayo wakati alikuwa anasulubishwa na kufufuka, niko nayo sasa hivi.
Hivyo ndivyo unafaa kuelewa na kutambua kazi ya Kristo inavyoenda. Yesu anasema ukipokea, ukiamini ya kwamba magonjwa ulio nayo umepona, kwa sababu ni kwa mapigo yake sisi tulipokea uponyaji. Yeye ndiye aligojeka kwanza, na ile magonjwa yote alipogojeka yote anaijua. Haleluya! Kwa sababu hivyo ndivyo anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yote yale aliyoyapitia akapona. Nimepokea nguvu kiasi kile cha uponyaji wa maisha yangu, familia yangu, rafiki yangu, katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Usitoke katika kuliamini neno la Bwana. Neno la Bwana ni uwezo mkuu. Neno la Bwana ni muujiza wa ajabu, sio miujiza ile watu wana grow na huku. Miujiza na maishara ya uongo. Sio hayo wanaenda wakitafuta na kudanganya wengine ndio wapumbavu waweze kuwafuata. Wakupumbavu akifikiria Kristo yuko huko, pasipo kujua Christ is the kingdom. Na wakati kama huu tunafaa kuwa tunahubiri juu ya kingdom of God, juu ya ufalme wa Mungu na mamlaka yaliyo ndani ya ufalme wa Mungu, na haki iliyo ndani ya ufalme wa Mungu, na uwezo ulio ndani ya ufalme wa Mungu. Yesu akawaambia, nimepokea kutoka mbinguni ufalme wote, nguvu zote, mamlaka yote, uweza wote, life eternal, niko nazo zote. Kwa yote yule atakaye niamini atazipokea. Wacha niwe mmoja, wacha uwe mmoja. Maibia nakupenda kama ni mtu kibinafsi. Mimi singeshinda nikikwambia, kwa sababu nimetosheka na vile nimeamini, na nitaendelea tu kumshukuru yeye. Lakini kwa sababu ameniambia niamini, nikimaliza kuamini nije kwako nawe nikwambie vile nimeamini, na nikuonyeshe, nikufundishe. Ndio niko hapa siku ya leo nikikwambia muamini. Ni wa ukweli, ni wa ukweli kabisa, ni wa ukweli. Kristo ndiye wa ukweli, Kristo ndiye wa ukweli. Na nikisema Kristo ninasema yeyote yule atakayeliamini neno ameamini Kristo. Yeyote yule atakaye jivaa neno liweze kuwa utawala ndani ya moyo wake, kwa sababu neno linatawala moyoni. Neno linafanya kazi la udani. Mafasi inafanya kazi ya juu. Chakula nzuri na chakula nyingi zinafanya kazi ya juu. Urembo wote ni kazi ya juu. Na hii kazi ya juu yote itaondolewa. Itakwisha. Kama vile neno la Bwana linasema, hakuna mlima utaacha ukiwa umekalia mwingine. Chochote kimo ulimwenguni kitakwisha, mpaka wewe utakwisha. Ulimwengu wote ulio ndani yako utakwisha. Uungu ndio utabaki. Christ ndiye atabaki katika maisha yako. Wewe uaminio haya. Na kuomba, amini leo. Amini leo. Na ukiamini, Roho Mtakatifu wa Bwana atapata utawala na atafanya kazi ndani yako, wewe ukiwa umepumzika. Haleluya! Kuna ushindi pale katika lile jina. Kuna ushindi pale katika lile jina. Kuna ushindi pale katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Kuna ushindi ndani ya hiyo jina. Kuna ufufuo ndani ya hiyo jina. Kuna uwezo ndani ya hiyo jina. There is power in the name. Bwana asifiwe. Riko bashandele beketorindaya. Hallelujah. Contribalo binetori andazete.
Yeyote yule atakaye litambua lile neno, yeyote yule atakaye tambua mwenye neno na aweze kumwamini haki, kuna uwezo, there is power in the name of God. Kuna nguvu katika kuaminia uliamini. Wakati unapoamini, na si kuamini mambo ya watu, ni kuamini neno la Bwana, there is power in the name. Akawapia mstari huo wa wa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yeah, the end of the world. Nani anajua end ni lini? No, mwishoni. Na naongelesha wakati ninanena, nilianza kusikia haya mambo nikiwa mtoto. Na nikasikia akisema ya kwamba nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Nikiwa mtoto. Hata kama sikutambua mambo hayo vizuri, kama ningejua, lakini wakati ni sasa, ningeanza kulifanya kazi la Bwana na kuwajulisha wengine, kama ningekuwa nimetambua. Lakini wakati ni sasa. Na sasa ninakunenea wewe mama, wewe baba, wewe mzee, wewe mzazi, wewe kijana, wewe msichana, wewe mtoto. Kazi ya Bwana itafanywa na kila mmoja. Kazi ya Mungu itafanywa na kila mmoja. Kama vile wakati mwanamke yule alizikwa akizini, wakati aliposhikwa, wakati alipoletwa kwa Yesu, Biblia inatuambia kwamba wakati walipomstaki katika sheria ya Musa, Yesu akawaambia kwamba mwenye hajawahi fanya dhambi atangulie kuchukua jiwe aweze kumgonga. Ndani ya mioyo yao walihukumiwa wote. Biblia inasema hapo ndipo niko, kutoka mkubwa kwa yule mdogo. Kwa hivyo mdogo hakuachwa ati kwa sababu ni mdogo, ati kwa sababu hakusikia, ati kwa sababu hakutambua. Alitambua hata yeye. Kutoka kwa mkubwa mpaka kwa mdogo, wote walihukumiwa na mioyo yao, wakafuatana, wakaenda. Haleluya, wakaenda. Yesu aliachwa tu na yule mwanamke na kuomba. Haleluya. Hata kama hali ni zito kiasi gani, kama hali pale miguuni mwake, kama hali pale miguuni mwake, usikubali kuondoshwa. Hata kama watu wananena kuhusu nini juu yako, hata kama ni jambo gani limefanyika. Hallelujah, do not leave that place. Wacha kuacha nafasi hiyo. Kapo katika hiyo neno. Anguka nalo, inuka nalo, tembea nalo, kaa chini nalo, fanya yote nalo. Ndani yake kuna uwezo mkuu. Haijalishi wasema nini, walisema, lakini mwanamke aliskatupa. Kama ni kifo afe, kama ni kuishi aishi. Ndani ya Kristo there is life. In Christ there is life. Hallelujah. In Christ there is eternity. So ni vyema sana mtu wa Mungu, msije katika neno
kuja wewe katika neno. Wacheni kufuatana katika neno, but jiamulie wewe mwenyewe katika neno. Ndio hata wakati mambo imekuwa machungu namna gani, umezungukiwa na maadui, unakumbuka ni mimi nilikuja, ni mimi niliamini, ni mimi niligeuka. Sio sisi. Waseme wasiseme, waninene, waniwekelee mambo, wanizingizie mambo machungu, ni mimi nilichagua kukaa ndani ya Kristo, sio sisi. Ni mimi nilichagua. Na mimi nasemanga ndani ya Kristo hakuna mtu anaweza niondosha, sababu ni mimi niliamua. Wakati niliposikia sauti yake, nilikuwa na nafasi ya kuikataa. Nilikuwa na nafasi ya kukaa miaka kidogo halafu niondoke. Hata sasa hivi niko na hiyo nafasi kwa sababu uamuzi ni wangu. But uamuzi wangu ndani yake. Wakati unaona unabebwa na mtu mwingine, umati ujue ya kwamba uamuzi haukuwa wako, ulikuwa wa watu. Ulikuwa umepelekwa. Mungu akamwacha Adam and Eve amue, ajiamulie. Mungu akawatuma mitume akawaambia, enendeni katika ulimwengu mzima, wahubirie watu wote kile nimeshamhubiria, na nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Wacha nikwambie, I am one of them, those who sent. Wale wote alipowatuma, mimi ni mmoja wao, sababu nimeamua kuwa mmoja. Hata kama wakati huo siku wako, leo niko katika hiyo nafasi. Nitafanya kulingana na mwongozo wa neno lake. Wacha tuendelee. Mahali pale, wakati ule Paul aliweza kutambua hiyo kazi ya Kristo, wakati ule aliweza kuipokea katika kitabu ya Acts. Katika kitabu ya Acts 28, hebu tuingie pamoja nawe. Ninatukuza Bwana moyoni mwangu. Namuinua Bwana wangu, Mungu wangu, mfalme wangu, nguvu zangu, my eternity. 28, Acts 28:23 yasema nini? And when they had appointed him and there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. Wakiisha kuangana naye siku wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaelekeza kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu. Ati Paulo anasemaje? Wakati walikusanyika kwa nyumba yake mahali pale, wacha niseme hivi, Biblia inasema ya kwamba, maneno linasema ya kwamba Paul aliwahubiria juu ya ufalme wa Mungu, the kingdom of God. Kwa sababu ni nini kinafaa kiweze kupokelewa na kila moyo na kila mwanadamu? Is the fullness of the kingdom of God. Yes, utoshelevu wa ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio kitu ile tunafaa kukipokea
sio mambo mengine yoyote, ni kuhubiri kingdom of God, vile inavyofanya kazi, vile inavyotufanyia. Akasema akasema ati kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii. Kwa hivyo na manabii tangu asubuhi hata jioni. Paul alikuwa anajua kuhusu prophets and Moses the law. Alifundisha kutokana na hayo yote yale yameandikwa katika Old Testament. Hallelujah. Kuonyesha ya kwamba Old Testament speaks about the kingdom of God. Yaragia uhoro wa thamaki wa iguru. Ndiaragia uhoro wa maundu maria ithuĩ turenda ma gũkũ thĩ. Paul akawafafanulia. Number 24. And some believed the thing which was spoken, and some believed not. Na kupa nguvu. Neno linatupa nguvu, neno linatuhekimisha, neno linafanya tuwe na maarifa, neno linafanya tuweze kuwa na understanding ya work of God. Ati wakati alipokuwa anaongelea watu wale, wengine waliamini na wengine hawakuamini. Nataka kukuambia, hata wakati unapohubiria watu wawili watatu, kuwa na moyo wa kujua. Sio wote wanaweza kubali. Mmoja anaweza kubali, mwingine akatae. 10 wanaweza kubali, wawili wakatae. Usikufe moyo kwa sababu ya hao wawili wamekataa. Kuwa na kuelewa hili jambo haijaanza leo. Paul aliwahubiria kutokana na neno na prophets and Moses the law. Lakini sio wote waliamini. Wakati ninapoenda evangelize, wakati ninapoenda door to door, wakati ninakuwa na one on one, wakati ninapoenda open airs ama crusades, na huku nje ninajua vita iko. Kama vile kulikuwa na vita wakati Paul aliweza kunena, wengine walipokea na wengine wakakataa. Wakawa wako na mvutano. Elewa katika yako wewe mhubiri. Usijali kwa wale wapingao wewe. Usijali kwa wale wakuinukiao. Ilikuwa hivyo hata wakati wa mitume. Kumbuka, akina mitume walikufa kifo ya shida, ya matatizo, chuki. Kuna wale waliwachukia mpaka wengine wakawaua. Amekubali ya kwamba katika hii kazi ya Mungu there is persecutions. Na mahali popote pasipo na persecution, kazi ya Mungu haiwezi pokelewa wala kutambulika wala kuendelea ama kujulikana kulingana na vile inavyohitajika. Wakati unapoona persecutions, elewa na uweze kujua ya kwamba kuna mioyo ya watu umeguza. Kuna mioyo ya watu umeguza.
Wengine wakaguzwa at a point ya kwamba walikuwa katika roho wakasaidika. Wengine wakapokea katika nafasi ya kwamba wao hata kutoka mwanzo mpaka mahali ulimalizia, kile kilikuwa ndani yao ni vita tu. Mioyo yao migumu, mioyo isiyo na nafasi ya kusikia kutoka kwa Mungu wala kutawala katika utawala wa Mungu. Watu wengi wanasema ninampenda Mungu. Watu wengi wanasema napenda Mungu. Napenda Mungu sana. Ni mtu mgani huyo anapenda Mungu lakini hawaandamani na huyo Mungu na hataki kazi yake? Mimi wakati nilipompenda Bwanangu nilikuja kwake tusaidiane. Yenyewe nimemzalia, yenyewe ninamfanyia kazi yake, yenyewe nilileta maono yangu yote nikaiweka kwake, nikajisahau. Mtu wa Mungu, wewe unasema ninampenda Mungu na unamsikia Mungu. Kwa nini unasikia na unampenda na ufanyi kulingana na vile anavyokufundisha katika neno? Kwa nini kile umesikia haukifanyisi kazi? Mtu unayependa mtoto wako, ukimzaa mama, huyo mtoto atokangi miguuni mwako na kwa matiti sababu ya upendo. Unamvaa, unamlisha, unaendelea na kumfundisha ili atamke maneno isikike. Unampeleka hospitali wakati anapogojeka kwa sababu unampenda. Hutaki kuona akiwa na mteso lolote. Na kwa nini sisi twasema twapenda Mungu, twasikia sauti ya Mungu, lakini hatutaki kujiunganisha pamoja naye katika kazi yake? Kwa nini twadharau hiyo sauti tunaisikia? Kwa sababu hatumpendi na hatumjui. Haleluya. Kumpenda mtu ni kupenda kila kitu chake. Na hata kama kumpenda kule kutaleta gharama, unaikia tu, unagharamia kwa sababu ya upendo. Kwa nini tunasema tumpenda Yesu na Yesu yu ndani yetu? Akifanya nini kama hauhubiri? Kwani kumpokea ni nini? Ni kuingizwa katika kazi yake, ni kufanya kazi pamoja naye, ni kuinua mtu mwingine katika neno, kumfafanulia kile unayojua ya sirini kutoka katika Old Testament na New Testament na katika prophets. Paul akasimama akawanenea, haijalishi walisikia, walikubali wote ama hawakukubali. Paul alijua kunaye yule amefanya niweze kutumwa hapa kwa shida na matatizo mengi. Number 25. And when they were agreed not among themselves, they departed. After that, Paul had spoken one word, well spoke the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. Kiswahili ati na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paul alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alilinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya. Wacha tusikie vile nabii Isaya alivyonena. 26. Say, go unto these people. Alimwambia Isaya, go unto these people and say, hearing you shall hear. Kusikia mtasikia, and shall not understand, and see
you shall see and did not perceive. Akisema Kiswahili, akisema enenda kwa watu hawa, uwaambie kusikia mtasikia wala hamtafahamu. Sababu hata wakabale juu tunaona Paulo alinena, mimi nimenenea wengi kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu katika Kristo, lakini wengi wanaopinga. Hautakosa. Sio ati Mungu hajui, alikuwa amenena kabla ya Yesu Kristo kuja. Alikuwa anajua watamkataa, watampinga, watamuua, watakamkata, watamdhalau. Akasema sio ati hawaamini kwa sababu hawajasikia. Wataambiwa ukweli, lakini ule ukweli wataukataa, wataudharau. Watapenda tu kuenda na mwenendo wao, kuongozwa na mawazo yao, kuongozwa na fedha, kuongozwa na kazi zao. Wataenenda tu katika mitindo yao, katika kacha zao. Watakataa Kristo yule aliye na uwezo wote na nguvu zote. Akasema enenda kwa watu hawa ukawaambie kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatamu. Hiyo ni ile ilikuwa inaendelea wakati ule Paul alikuwa anahubiri. Hiyo ndio inaendelea sasa wakati ule tunahubiri. Kwa hivyo mtu wa Mungu acha kufa moyo. Hubiri tu. Wahubirie. Wakuamini aamini. Wakufungwa afungwe. Wakukataa akatae. Kazi yako ni nini? Ni kupasa sauti kwa watu wengi kila siku. Na watu wale wakati utakapopasa sauti, utafanya wa kuingia katika ufalme wa mbinguni aingie. Na si kwenda kuambia mambo yale yatokao ndani yako, ni kuambia yale yatokao katika Kristo. Akasema 27, for the heart of these people is waxed cross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, and understanding with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Kiswahili inakwambia, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao yameyafumba wasije wakaona, na macho ya wasije wakaona na macho yao, na masikio na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao nikawaponya. Huu ni Kristo. Huu ni Mungu ananena. Wacha niseme hivi, kama watu wao wanaweza sikia na masikio yao na waamini na wanaamini, waone na macho yao na wakubali, haleluya. Watu hawa wakiamini, ningewafanya nini? Ningewaponya, wangebadilika. Lakini kwa sababu wamekataa, lakini kwa sababu hawataki, nitawafanya nini? Hubiri, mtu wa Mungu, umetumwa, enenda mahali popote uhubiri. Wakufumba masikio yake, wacha avumbe. Wakufunga macho yake asione, wacha afunge. Wakufanya moyo wake kuwa dull, asipokee kitu, wacha moyo wake auvumbe. Kunaye yule
atafungua hata kama ni kwa neno moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema Kristo Yesu ametupa kibali hicho. Na yeye furaha yake ni ya kwamba enendeni mkawafanye watu wote kuwa taifa langu. Enendeni muwafanye watu wote kuwa taifa langu, watu wangu. Endeni mkafanye waweze kuwa watu wa my kingdom. Bwana asifiwe. Neno lake mahali hapa, masaa yangu ikiendelea kukwisha, number 28. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentile, and that they will hear it. Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu imepelekwa kwa mataifa, nao watalisikia. Hiyo ndio ile kazi tuliachiwa. Everybody, smallest to the biggest, biggest to the smallest, everybody tumetumwa tukahubiri. Tumetumwa tukaweze kuwa tunapitana hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, tukitiana nguvu kwa njia tofauti. Sio ati kuna wale businessmen, women, kuna wale wameitwa katika haya na yale mengine yale wale. Mwito wa Mungu ni mmoja na kazi ya Mungu ni moja, kuhubiri. Haya mengine yote yale tumeyasomea ni ya wakarias, na karia haifai kufunga the calling. Karia haifai ifunge calling. Call of God is important than your career. Mwito wa Mungu ni wa ajabu sana kuliko masomo na yale yote umeyatambua katika ulimwengu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana Mungu wangu, wakati ule niliweza kutambua mambo kama haya, sababu nilikuwa ninafikiria ni kuokoka tu. Kumbe wakati mtu ameokoka, kuna kazi baada ya wokovu. Kuna kazi baada ya wokovu. Kuna utumishi baada ya wokovu. Haleluya. Ndio niweze kutimiza ule mwito, kuna kile nitakapofanya ndio ule mwito uweze kukamilika. Sio kuokoka tu. Haleluya. Najua sana watu wanatakaji mambo kama haya, wanataka yale mengine, lakini yale mengine haina faida, haitakusaidia, haitakufanya uweze kujulikana kama mwana wa Mungu aliye na uwezo wote na nguvu zote. Number 29. And when he had said this word, the Jews departed and had great reasoning among themselves. Waliondoka na wakiwa na a very strong wakiwa visababu nyingi na mawazo mengi, lakini haya yote haijalishi. Kile Yesu anasema ni ya kwamba enendeni katika ulimwengu mzima mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, na mimi nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari.
Bwana asifiwe. Tuyahamu Mungu. Nikifurahia wakati ule inapo yanena mambo kama haya. Bwana asifiwe. Hebrews 1:3 inanitia nguvu nikimaliza. Hebrews 1:3. Hebrews 1:3 inasema, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. And upholding all things by the word of his power. Kiswahili. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kuyafanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa Mungu huko mbinguni. Yes, Yesu alitenda kazi moja ile sisi wote tunayoyajua na tunayoyaelewa vyema. Ati wakati alipomaliza kazi, he sat down when he purged our sins. Wakati alipoondoa na kumaliza dhambi zetu zote, alikaa chini. Haleluya, Bwana asifiwe. Alikaa chini na kupumzika. Ndio maadui wetu wote tuweze kuwaweka chini ya miguu yetu. Wanaompinga, wanaomkataa ni maadui wake. Wanaokataa injili ya kweli, wanaokataa Roho Mtakatifu, yule anenao ndani yao, wanamkomesha. Hao ni maadui wa Mungu. Kama vile walivyo maadui wa Kristo, hao tu ndio tena maadui wa Mungu. Kwa nini alikaa chini? Kwa nini amekaa chini? Because there is nothing more. Hallelujah. Nothing more to do. Hakuna kitu kingine imebaki ya kufanya. There is nothing more to do. Akakaa chini. Yes. Alikaa chini kwa sababu mambo yote imekwisha. Sababu had finished all everything. Alimaliza yote. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu, penda injili. Penda injili ya kweli. Penda mafundisho. Bwana asifiwe. Na wakati wote ule tunaopenda mambo kama haya, tunakalia the finished work of Christ. Tunaishia the finished work of Christ. Na tunakuwa na amani sana. Tena amani tele. Kwa uweza wake na kwa utukufu wake. Masaa yangu imekwisha. Nikisema ya kwamba ati wakati tumefanyika kuwa tumepumzika pamoja na Kristo, na wakati tumekalia kazi, yani tumekalia the finished work of Christ, tunafanyika kuwa nini? The family of Christ. Christ's family, God's family. Sasa from there, wakati tumefanyika kuwa the family of God, ama the household
of God. Tunakuwa na pumziko. Tunakuwa nafasi ya Mungu kutenda kazi ndani yetu. Haleluya. Kwa hivyo ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo. Nikimalizia mahali pale, na hapo ndipo tutaendelea nayo kesho kwa uwezo wote na kwa nguvu zote. Na tutaendelea kutambua mambo yamefichwa. Na tutaendelea kutambua kwa nini Yesu alifanya hayo yote. Si kufanya ati ndio utajirike na kabati na gari na nyumba. Hizo zikikwisha halafu sababu zinabomokaga halafu, kwa sababu gari inaangukaga halafu. Yesu amekupa kitu yenye haina mwisho. Haya mengine yote tafuta kwa njia yote ile utatafuta inaomfurahisha Bwana. Njia yote inamfurahisha Bwana. Utapata gari, utapata nyumba, utapata watoto wazuri, watafute, wako ndani ya tumbo yako, wako ndani ya mwili wako. Wazae, wafundishe neno, watakuwa watu wema. Wacha Christ awe utawala ndani ya mioyo yao. Watakufurahisha. Haleluya. Utapata hizo zote kwa bidii yako, pakiwa na mwongozo wa neno la Bwana ndani ya katika Kristo ndani ya moyo wako. Acha tuombe. Nashukuru Bwana wangu na Mungu wangu sana kwa penzi lake na tendo lake na ajabu. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa utukufu na nguvu na mamlaka. Wewe ndiye mwingi na mwenye ushindi wote. Umetutuma katika ulimwengu tukaweza kuhubiri Injili. Ninashukuru Bwana wangu mfalme kwa sababu ya huu mtandao wa Wendani ule unafanya nikaweza fikia wengi katika YouTube na katika Wendani TV na kule kwingine kwote. Pokea sifa kwa sababu hata wakati wa Sundays tunapatana one on one, tunaongea hapa kwa hapa pasipo mtandao. Na hakuna kitu jema kama kupatana hapa kwa hapa. Ni kwa sababu hivyo ndivyo ulivyoyafanya wakati ule ulipokuwa katika ulimwengu. Asante mfalme kwa sababu ya kutufungua, kutuelekeza na kutusimamisha. Kutupa uwezo wote na mamlaka yote na kutupa nguvu zote katika maisha yetu. Pokea sifa Baba yangu, ni kwa sababu walio na masikio wataweza kusikia vile Roho anavyonena ndani yao na katika maisha yao. Wewe ndiye mfalme yule atendaye mambo yote na katika haki, na kufungua wale wote wamefungwa na kuwatoa katika kifo na kuwatoa katika uongo ule unawapeleka. Bwana wangu na Mungu wangu, haki yote na ifanyike katika maisha yetu, ifanyike katika mioyo yetu kupitia neno lako Bwana. Ninawaombea baraka, ninawaombea uponyaji, ninawaombea ushindi, ninawaombea mapato katika kazi zao. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nawapenda sana. Tutaendelea na topiki yetu about kingdom of God is in us. Is in us. Haiko nje, iko ndani. Upendo wake upo pamoja nasi. Thank you. Thank you.